Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, Kumbukumbu ya Torati, tufungue katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 7 mstari wa 1 na wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasimamia hapa sana. Biblia inasema Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki. Nisikilize. Jambo la kwanza, Mungu anataka tumiliki. Lakini kwa nini atumiliki? Kumiliki kama vile ambavyo nimejaribu kuelezea kwamba kumiliki ni ile hali ya kupata mahitaji muhimu. Sizungumzii kuwa tajiri sijue namba 1 duniani, no. Nazungumzia kwa habari ya kupata uhitaji ili usiwe na stress katika mambo yako, usiwe na moyo na kuuma kwa sababu hujaweza kutatua kwenda watoto shule, hujaweza kutatua unaumwa, una pesa hata ya kwenda hospitali. Hapana. Nazungumzia kwa habari ya kupata uhitaji, na maanisha utoshelevu wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ya kumiliki. Biblia inasema, nitarudia, Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendeayo kuimiliki, atakapo yang'oa. Nisikilize hapa point. Atakapo yang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgarigishi na Mwamori na Mkanani na Mperisi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupita wewe. Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga. Nisikilize vizuri, ndio maana nimesema kushindania haki yako. Utawapiga. Wakati huo ndipo utawaondoa kabisa. Usifanye agano nao, wala usiwahurumie, wala usiwaone nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize mtumishi wa Mungu. Kipindi hiki kitakusaidia kiukweli kama utanisikiliza vizuri. Ni mafunuo ambayo Mungu amenipa. Sio kwa uwezo wa elimu, isipokuwa ni kwa uwezo wa Roho wa Bwana. Nisikilize vizuri. Ni Mungu anajaribu kusema na wewe uliyekata tamaa, wewe uliyechoka. Mungu anataka iamshe nafsi yako tena, ianze kutenda kazi tena kwa upya. Inawezekana umeokoka muda mrefu na umepoteza tena mwelekeo wa kumtaka Mungu kwa sababu ya mambo fulani. Inawezekana umekutana na mambo mengi yenye kuvunja moyo, umekutana na madeni, umekutana na magonjwa, umekutana na udhaifu. Mpaka imefika mahali umeona Mungu kama hawezi. Lakini niseme kwamba Mungu wetu anaweza mambo yote, hajawahi kushindwa. Siku zote hajawahi kushindwa. Nguvu aliyokuwa nayo mwanzo hata sasa nayo vile vile. Nisikilize vizuri mtumishi wa Mungu. Unaposoma Biblia katika hiki kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, kuna mambo mawili yafuatayo. Kuna jambo la kwanza kabisa ambalo ndio hasa nataka nilizungumzie. Mungu amesema ya kwamba kwenye hii sura ya 7 mstari wa 2, anasema ya kwamba wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako. Nisikilize vizuri. Atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga. Sasa hapa Mungu alikuwa anamaanisha nini? Mungu alikuwa anamaanisha kwamba, nisikilize, mara baada ya sisi kuokoka, yani ulipomkiri kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari katika ulimwengu wa roho ulikwisha kumilikishwa. Katika safari yako tayari kila kitu kiko sawa sawa. Nisikilize vizuri. Kwa nini kiko sawa sawa? Unaposoma vizuri wana wa Israeli, tangu Mungu alipomwambia Musa nenda kawatoe wana wa Israeli uwapeleke katika nchi ya Kanaani, alikuwa ametengeneza mazingira ya kumiliki na kutawala tayari. Na ndio maana akawaambia kwamba tazama, nimekupa nchi ya Kanaani umiliki na kutawala. Utamiliki hii nchi. Lakini katika hii nchi yupo Mhivi, yupo Mgirigashi, yupo Myebusi, yupo Mperisi, yupo Mkanani. Hawa wote wako katika hii nchi ambayo nimekupa. Sasa nisikilize. Ukitaka kufanikiwa katika mambo yako yote, nataka ujue jambo hili, ya kwamba jambo lolote ambalo Mungu amesema anakupa, amini usiamini, hiyo nafasi imekaliwa na mwingine.
unaweza usinielewe hichi ninachosema. Amini usiamini, hiyo nafasi imekaliwa na mwingine. Na kama imekaliwa na mwingine, imekaliwa katika ulimwengu wa roho. Haimaanishi imekaliwa katika ulimwengu wa damu na nyama. Imekaliwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana utanielewa vizuri, mtumishi wa Mungu. Kwa mfano, watu wengi leo, dunia ya sasa hivi, wanawake wengi, mabinti wengi wanahangaika, hawapati wachumba wa kuwaoa, na hasa wasichana walioko makanisani. Wengi hawapati wanaume wa kuwaoa. Sio kwamba wanaume hawapo. Sikiliza, adui amejipenyeza kwa siri. Unaweza usinielewe.